Naam, hujambo na karibu sana popote pale ulipo. Ni siku nyingine tena tunakutana hapa kwa ajili ya kuja kuzungumza habari na kutazama zile ambazo zilizochukua nafasi kubwa usiku huu wa leo. Mimi naitwa Juma Mohamed, utaambatana nami katika kutazama habari za kitaifa, habari za kimataifa, sambamba na habari za biashara na uchumi. Wakati kwenye upande wa biashara na wakati kwenye upande wa michezo na burudani, Stamtebe atakuja hapa kutujuza zaidi kiundani. Karibu sana ili tuweze kuwa wote kuanzia sasa mpaka tamati. Tuanzie na taarifa hii kuu siku hii ya leo. Jaji kiongozi wa Mahakama Kuu ya Tanzania Dr. Mustafa Siani amewataka mahakimu na majaji hapa nchini kuzingatia maadili, uwazi pamoja na uwajibikaji katika utekelezaji wa majukumu yao ili kuwajengea wananchi imani dhidi ya mahakama katika utoaji wa haki. Kutoka Lushoto tuungane na Ernest Mbezi. Dr. Siani ametoa wito huo wakati akifungua mafunzo ya wajumbe wa kamati ya maadili ya maafisa mahakama yanayotolewa kwa muda wa siku 2 kwenye chuo cha uongozi wa mahakama IJA kilichopo wilayani Lushoto mkoani Tanga. Ili kuwa na mahakama inayoaminiwa, masuala ya maadili, uwazi na uwajibikaji ni ya muhimu sana sana, na hivyo hatuwezi kuyaweka kando. Hatuwezi kuaminiwa kama hatuna maadili. Imani ya watu inaanzia hapo. Ni kwa kiasi gani wale walioaminiwa jukumu hili la kuhakikisha haki inapatikana katika nchi yetu, wao wenyewe wanakuwa kioo cha uadilifu. Akieleza jukumu kubwa la kamati hiyo ambayo ipo kwa mujibu wa sheria ya usimamizi wa mahakama sura ya 237 kifungu cha 46 kifungu kidogo cha kwanza, naibu katibu wa tume ya utumishi wa mahakama anayeshughulikia masuala ya maadili na nidhamu Bi Alisia Mbuya amesema jukumu kuu la kamati hii ni kushughulikia masuala ya kimaadili dhidi ya maafisa mahakama wa ngazi zote wakiwemo naibu wasajili, isipokuwa jaji wa rufani, jaji kiongozi na jaji wa mahakama kuu. Kwa upande wake, jaji mfawidhi wa mahakama kuu kanda ya Tanga Bi Katarina Mteule pamoja na msajili wa mahakama kuu ya Tanzania Chiganga Tengwa wanaeleza umuhimu wa mafunzo hayo. Haijalishi una uzoefu kiasi gani, lakini swala la maadili ni swala lenye sura nyingi na kila siku linakuja na mtazamo tofauti. Na maisha yanabadilika na mambo yanabadilika, hata aina za maadili zinabadilika kila siku. Faida zake ya kwanza ni moja, kwamba itaimarisha pia ufuatiliaji wa kina na kudhibiti na kuimarisha maadili ya mahakimu ambao ndio maafisa wa mahakama, ambayo ni jambo muhimu sana katika utoaji wa haki. Kutoka wilayani Lushoto mkoani Tanga, mimi ni Ernest Mbezi, Channel 10. Asante Ernest Mbezi. Tusalie huko mkoani Tanga ambapo siku 3 tu baada ya ajali ya boti iliyochukua maisha ya watu 7 mkoani Kigoma, ajali nyingine ya majini imeua watu 2 na wengine 3 hawajulikani walipo, huku watu wengine 7 wakiokolewa baada ya jahazi lilokuwa likitokea wilayani Pangani mkoani Tanga kuelekea Mkokotoni Zanzibar kupoteza uelekeo na kupinduka katika eneo la Nungwi majira ya alfajiri ya Machi 14 ya mwaka huu. Katika ajali hiyo watu wengine 7 waliokuwa kwenye jahazi hilo waliokolewa. Taarifa zaidi tuungane na Raya Kipingu. Akizungumzia tukio hilo, kaimu afisa mfawidhi wa shirika la uwakala wa meli Tanzania TASAC Christopher Mlelwa amesema jahazi hilo liliondoka likiwa na mabaharia 5 na nahodha mmoja, ambapo inasadikiwa kuwa njiani walipakiza watu wengine 6, ikiwa ni kinyume cha utaratibu kwa kuwa jahazi hilo ni la mizigo. Tulipata kutoka kituo chetu cha utafutaji na uokoaji, taasisi zetu za utafutaji na uokoaji ambayo ni KMKM ukishirikiana na vikundi vya manahodha au shongo na sehemu nyingine. Kwa eneo la Pangani lote kwa ujumla hatuna chombo ambacho kimesajiliwa kubeba abiria kukatiza kwenda moja kwa moja upande wa pili. Chombo kabla kijaondoka lazima kisajiliwe kwamba kina mzigo kiasi gani na kina watu wangapi. Kwa hiyo kifanyika kinyume chake, kufanyika kwa njia za kienyeji, ndio inaleta madhara. Baadhi ya mabaharia wakalalamikia wafanyabiashara wanaotaka kusafiri pamoja na mizigo yao, huku wengine wakieleza hali ilivyokuwa siku ya tukio. Wanakuwa wana shida kidogo, wanatoa maswali mengi, wanasema kwamba kwa nini mzigo wangu mimi unasafiri humu, mimi nisafiri na usafiri mwingine. Ya mimi huyo alokufa mmoja, mwanangu mtoto wa dada, tulipokuja lile wingu tukawaambia jamani, leo hali ya hewa msiondoke. Sisi kama sisi tulijua tu hawa watu bwana, kwa wingu la upepo kama lile
asikirahisi. Hapa ni katika bandari ya Pangani, mahali ambapo shirika la uwakala wa meli Tanzania TASAC linatoa elimu kwa mabaharia, wavuvi pamoja na wamiliki wa vyombo ambao wanafanya shughuli zao baharini. Hairuhusiwi kupakia mtu juu kwa juu. Sababu kwa mfano wewe unahodha kapona, yeye atajibu tu baada ya hapo. Kwa nini kaondoka hapa na watu 6 lakini kule kumekuja kukutwa watu 12? Kutoka hapa katika wilaya ya Pangani mkoani Tanga, Raya Kipingu, Channel 10. Haya, taarifa hiyo kutoka huko Tanga inaturejesha hapa jijini Dar es Salaam. Tukaangaze habari nyingine ambapo tunaambiwa kuwa serikali kwa kushirikiana na shirika la maendeleo la Japani JICA limeandaa mradi wa kuboresha huduma za dharura kwa pamoja unaoshirikisha wizara 4 wenye lengo la kuhakikisha taarifa kuhusu ajali za barabarani zinapatikana kwa uhakika na kushughulikiwa kwa wakati. Wizara zitakazohusika katika mradi huo ni Wizara ya Afya, Wizara ya Mambo ya Ndani, Wizara ya Ujenzi pamoja na Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia. Nelson Monema ametuandalia taarifa ifuatayo. Mradi huo wa kimkakati unaratibiwa na Hospitali ya Rufaa ya Mkoa ya Amana, ambapo mganga mfawidhi wa hospitali hiyo Dr. Bryson Kiwelu amesema mkakati huo una vipaumbele vitatu, ikiwemo kukusanya takwimu sahihi ambazo zinasomana kutoka kwenye kila sekta ya wizara. Na kipengele cha 3 cha mradi huu ni kuhakikisha kwamba tunatoa huduma za dharura za awali kwa wahanga wa ajali za barabarani. Pale ambapo ajali imetokea, basi yule majeruhi aweze kupata huduma kuanzia eneo la ajali mpaka anapofikishwa katika hospitali iliyoko karibu na yeye. Na katika mradi huu utatumika Hospitali ya Amana kama eneo la kimkakati la kitovu cha mradi huu wa kuhakikisha kwamba wagonjwa wale wanapata huduma. Elimu ya usalama barabarani, uokozi na majanga mengine ya dharura ni miongoni mwa vipaumbele vya mradi huo. Mwananchi akipiga 114 aeleze location mahali ambapo ajali imetokea, lakini na uhalisia wa ajali, ili sisi kama Jeshi la Zimamoto na Uokoaji tuweze kuja na vifaa stahili. If involves accident, please remember call 114. Kutoka Dar es Salaam, Nelson Munema, Channel 10. Asante Nelson Munema kutoka jijini Dar es Salaam. Tuelekee huko jijini Dodoma. Serikali imesisitiza kuwa itaendelea kuchukua hatua za makusudi kuimarisha usalama katika shughuli za uchimbaji wa madini ili kuzuia ajali zinazojitokeza migodini na kusababisha madhara mbalimbali ikiwemo vifo kwa wachimbaji. Mwandishi wetu Leonard Mwacha anatujuza undani wa taarifa hiyo. Dhamana ya usalama wa migodi nchini imebebwa na Tume ya Madini kupitia Idara ya Ukaguzi wa Migodi na Mazingira. Akizungumza jijini Dodoma, mkurugenzi wa idara hiyo Hamis Kamando anabainisha namna wanavyoshirikiana na wachimbaji wadogo kudhibiti changamoto za ajali migodini. Kwanza ni kutoa elimu kuhusiana na masuala ya usalama, matumizi ya vifaa kinga, lakini ukaguzi wa mara kwa mara wa migodi ile. Kwa sasa hivi tunafanya kazi kwa ukaribu sana na wale wakaguzi wakuu wa yale maduara. Kila siku asubuhi na jioni tunapata taarifa za usalama wa migodi. Kipindi hiki cha mvua ni kipindi ambacho ni kibaya sana katika masuala ya ajali kwenye migodi. Tunachokifanya ni kusisitizana, na once ikionekana kwamba kuna dalili yoyote ya mvua, basi tunasitisha kabisa watu wasiendelee kuingia migodini. Aidha, serikali imeendelea na utekelezaji wa vipaumbele katika sekta ya madini, ikiwa ni pamoja na kuwawezesha vijana kunufaika na sekta hiyo. Kuendeleza na ujenzi wa majengo ya ofisi za maafisa madini wa kazi kupitia zabuni zitakazotangazwa, na hivyo nitoe rai kwa vijana kuangalia fursa zitakazokuwepo katika utekelezaji wa miradi hiyo. Kutenga maeneo zaidi kwa vijana kila mkoa kulingana na aina ya madini yaliyopo kwenye mikoa husika. Kiana na taasisi za kifedha mfano mabenki katika kuangalia namna bora ya upatikanaji wa mitaji kwa vijana. Kutoka jijini Dodoma, Leonard Mwacha, Channel 10. Kutoka Dodoma tukaangaze habari nyingine ambapo uwanja wa ndege wa kimataifa wa Dubai umerejesha huduma zake hii leo mara baada ya kufungwa kwa muda kufuatia moto uliotokea katika tanki la mafuta uliosababishwa na shambulizi la droni. Tupate taarifa zaidi kwa taarifa hiyo.
Tukio la kuwaka moto kwa tanki la mafuta ni shambulizi la 3 kulenga uwanja wa ndege wa Dubai tangu Iran ilipoanzisha mashambulizi ya kisasi dhidi ya mataifa ya Cuba tarehe 28 Februari mwaka huu. Aidha, shambulizi jingine la droni limeripotiwa kulenga miundombinu ya mafuta katika pwani ya mashariki ya Umoja wa Falme za Kiarabu katika eneo la uzalishaji wa mafuta la Fujairah na kusababisha moto mkubwa, huku juhudi za kudhibiti zikiendelea. Eneo hilo liko katika pwani ya UAE kwenye Cuba ya Oman, nje ya mlango wa bahari ya Hormuz ambao kimsingi umefungwa na Iran, huku Saudi Arabia nayo ikisema imezuia wimbi la droni za Iran zipatazo 35 zilizorushwa kuelekea mkoa wake wa mashariki wenye visiwa vikubwa vya mafuta. Jeshi la Israel limetoa amri ya kuondolewa kwa wakazi katika maeneo kadhaa ya Beirut na kusini mwa Lebanon, wakitoa ahadi kuanza operesheni ndogo za ardhini dhidi ya Hezbollah. Hadi sasa zaidi ya watu 800,000 wameripotiwa kupoteza makazi yao kutokana na kampeni ya kijeshi ya Israel nchini humo, huku takriban watu 850 wakiuawa, wakiwemo watoto 107 na wanawake 66. Esther Mtebe, Channel 10+. Asante msimulizi Esther Mtebe kwa taarifa hiyo. Kwingineko, mkuu wa wilaya ya Rungwe mkoani Mbeya, Jafari Haniu, amesema serikali wilayani humo imeanza kuweka mikakati ya kujenga na kukarabati miundombinu ya masoko ya ndizi yaliyopo maeneo mbalimbali katika wilaya hiyo ili kutatua changamoto ya wafanyabiashara wa zao hilo ambao kwa sasa wanauzia chini. Taarifa zaidi ni IP Marcos Apolinali kutoka huko. Haniu amesema hayo katika kikao cha halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi wilaya ya Rungwe ambacho kimelenga kutoa taarifa ya utekelezaji wa ilani ya chama hicho, huku mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Rungwe Maxson Mwakipunga akasisitiza ufumbuzi wa changamoto hizo. Tumeshaanza kuchukua hatua. Nimeshawaelekeza wenzangu masoko yote ambayo tutauzia ndizi tupige pavement ama zege chini. Lakini kama alivyozungumza pia afisa kilimo, soko la Mabonde, majengo ya serikali haya huwezi kuvunja bila kuwa na kibali maalum. Tayari tumepata kibali na majengo yale yameanza kubomolewa. Kweli tukipatia ufumbuzi zao la ndizi Rungwe tutakuwa sana kiuchumi. Naomba Mheshimiwa DC uendelee kupiga magoti, kuendelea kutafuta fursa ili mazao yetu yaweze kupata masoko. Awali wajumbe wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Rungwe wameeleza changamoto zilizopo kwenye masoko ya ndizi, huku mkuu wa idara ya kilimo wilaya ya Rungwe Adam Sarum ameeleza masoko yatakayoanza kujengwa ili kumaliza changamoto hiyo kwa wafanyabiashara. Wanapouza wamama ndizi kwa sasa hivi pamekuwa ni hali ya hatari, na mpaka sasa hivi wanawaza kwamba tungerudi kwenye soko letu la Karasha endapo lisingechimbwa mashimo, kwamba soko la ndizi la pale Mabonde ambalo liko kwenye eneo la Msasani litakamilika lini. Tumekubaliana na mainjinia kwa sababu kutakuwa na sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ambayo itaanza kujengwa ni ile soko la wakulima wa ndizi. Nikiripoti kutoka wilayani Rungwe mkoani Mbeya, Epimax Apolinali, Channel 10. Asante sana kutoka huko Rungwe mkoani Mbeya. Kwingineko, visiwa 6 vya uwekezaji ambavyo havijaendelezwa vimerejeshwa serikalini, ambapo visiwa vingine viwili vimewekwa kwenye uangalizi, ikiwa ni miongoni mwa visiwa 22 vilivyotolewa kwa ajili ya uwekezaji Zanzibar. Katika zoezi hilo, visiwa 14 vinaendelea na ujenzi wa miradi ya uwekezaji. Taarifa zaidi inaeleza. Ni taarifa yake Waziri wa Kazi na Uwekezaji Sharifu Ali Sharifu aliyoitoa katika mkutano na waandishi wa habari kuelezea mafanikio ya siku 100 za uongozi wa Dr. Hussein Ali Mwinyi katika awamu yake ya pili ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar awamu ya 8. Na visiwa vyenyewe ambavyo vimefutwa mpaka sasa hivi ni 6. Tumevifuta, lakini kwa nini swala lako linalohusiana status ikoje? Visiwa 14 katika hivyo vinaendelea na ujenzi na visiwa viwili ndio bado. Kwa hivyo navyo hivi viko katika question mark hivi viwili. Tukiona kwamba hakuna kinachoendelea basi tutavishughulikia. Waziri Sharifu anasema urejeshaji wa visiwa hivyo serikalini umejiri baada ya wawekezaji kushindwa kuviendeleza kulingana na makubaliano ya mkataba wa uwekezaji. Kuna miradi ambayo tulishatoa notice na tujue kwamba unapofuta miradi lazima ufuate sheria. Kumfutii tu kwa moja. Kwa hivyo unatoa notice ya kumwambia kwamba ni sababu gani inayonifanya mimi nisikufutie mradi wako.
kwa vile huja uendeleza, basi atakupa zile sababu. Sababu zikiwa kwa kweli zinakidhi, tunampa tena muda, lakini hazijakidhi, basi tunamfutia. Akizungumzia suala la uwekezaji, Waziri Sharifu anasema sekta ya uwekezaji imeendelea kukua na kuimarika na kuwa na mchango mkubwa wa maendeleo na ukuaji wa uchumi wa Zanzibar. Katika kipindi hichi miradi ya uwekezaji ni mingi sana na kusaidia sasa uchumi huu tulionao ambao ni uchumi endelevu, lakini ambao unasababisha sasa nchi kuwa na ukuaji wa uchumi, lakini pia kuhakikisha ajira zinapatikana. Kipindi hichi cha siku 100 kimesajili miradi ya uwekezaji 45 yenye thamani ya dola za Kimarekani milioni 218,037,508 kufikia jumla ya miradi sasa 607 toka alipoanza kipindi chake Mheshimiwa Rais. Na maana kile kipindi cha miaka 5 na hizi siku ambazo tunaenda nazo katika kipindi chake cha pili, jumla sasa ni 607. Miradi 607 yenye mtaji wa bilioni 6.9 dola za Kimarekani imewekezwa katika kipindi cha uongozi wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar awamu ya 8. Juma Kasim, Channel 10, Zanzibar. Haya, kutoka Zanzibar moja kwa moja tuelekee huko nchini Marekani. Rais Donald Trump wa Marekani ametahadharisha juu ya kuharibika kabisa kwa uhusiano wa muungano wa kijeshi wa NATO katika siku za usoni ikiwa washirika hao watashindwa kusaidia juhudi za kufungua mlango wa bahari wa Hormuz. Tupate taarifa zaidi na msimulizi wetu. Mlango wa bahari wa Hormuz ni muhimu kwa usafirishaji wa mafuta na ambao umefungwa na Iran katikati ya vita yake na Marekani. Trump amesema Marekani imekuwa ikisaidia Ukraine kwenye vita vyake na Urusi, hivyo anatarajia Ulaya itamsaidia kwenye mlango wa bahari huo ambao kufungwa kwake kumechochea kupanda kwa bei ya mafuta ulimwenguni. Trump amesema mkutano ujao wa kilele kati yake na rais wa China Xi Jinping huenda ukasogezwa mbele, kwani ameshinikiza taifa hilo kusaidia kufungua mlango huo. Mpaka sasa Trump anajadiliana na mataifa 7 ili kusaidia juhudi hizo za kufungua mlango wa Hormuz. Kenny Malila, Channel 10+. Asante Kenny Marila. Wanafunzi wenye mahitaji maalum katika shule ya msingi Madaraka wilayani Butiama mkoani Mara wanalazimika kujisaidia vichakani kufuatia upungufu wa matundu ya vyoo kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum shuleni hapo. Musa Makali ana ripoti zaidi kutoka huko mkoani Mara. Akizungumza na Channel 10, mkuu wa shule ya msingi Madaraka Deokrem Mtayomba amesema kufuatia uhaba wa matundu ya vyoo kwa watoto hao walikuwa wakilazimika kujisaidia sehemu zisizo salama kwa kuogopa kuchangamana na wenzao. Baadhi ya watoto wenye ulemavu walikuwa wataki kuchangamana na watoto wa kawaida ambao si wenye ulemavu, na badala yake sasa hawa watoto wenye ulemavu walikuwa wanajikuta wanakwenda kwenye vichaka kujisaidia kwa kuogopa hawa wenzao. Lakini kupitia vyoo hivi sasa vinakwenda kutengeneza usiri kwa hawa watoto kulingana na mahitaji walionayo. Kufuatia hali hiyo, wadau wa elimu kampuni ya Vodacom wanafanikiwa kujenga matundu 10 ya vyoo ili kuondoa changamoto hiyo. Katika kuunga mkono jitihada za serikali za kujenga mazingira wezeshi ya wanafunzi, tukaona ni muhimu tutoe vyoo hivi. Kwa hiyo katika kupita, tulipita katika shule hii na tukaona wana mahitaji ya vyoo. Sasa shule hii ina watoto wenye mahitaji maalum, na kwa sababu hiyo walikuwa wanahitaji vyoo ambavyo vinaendana na mahitaji yao. Kabla hatujapata hivi vyoo kujengewa, watoto walikuwa hawapendi kuchangamana na wenzao, walikuwa wanaogopa. Awali akizungumza, Gabriel Langa, kiongozi wa mbio za baiskeli Twende Butiama, amesema walipita katika shule hiyo na kubaini changamoto ya upungufu wa matundu ya vyoo kwa watoto wenye ulemavu. Tulipofika mahali hapa kulikuwa na changamoto nyingi ambazo zipo kwa ajili ya watoto wenye mahitaji maalum. Mojawapo ilikuwa ni matundu ya vyoo. Lakini pamoja na hiyo kulikuwa na swala zima la vitanda, magodoro, lakini pia na vifaa mbalimbali kama zile magongo na vifaa mbalimbali. Pembeni yangu ni choo ambacho kimekuwa kikitumika na walimu pamoja na wanafunzi hususan wenye mahitaji maalum katika shule hii ya msingi Madaraka iliyoko hapo wilayani Butiama mkoani Mara. Wadau walipita katika shule hii na kisha kuiona changamoto ambayo inawakabili wanafunzi hawa na kisha kujenga choo hiki cha kisasa kabisa ambacho leo kimekabidhiwa katika shule hii. Kutoka hapo wilayani Butiama mkoani Mara, jina langu ni Musa Makali na hii ni Channel 10. Samakali kutoka huko mkoani Mara. Kwingineko, Wizara ya Maliasili na Utalii kupitia Wakala wa Huduma za Misitu TFS imetoa miche ya miti 500,000 kwa wananchi wa wilaya ya Nachingwea mkoani Lindi ili kupanda katika maeneo yao
huku ikieleza kuwa itaenda kusaidia juu ya mabadiliko ya tabia ya nchi. Kutoka Lindi huko Nachingwea, tuungane na mwanahabari wetu. Wananchi wa wilaya ya Nachingwea ambao walijitokeza kwa wingi kushiriki zoezi la upandaji miti katika kituo cha afya Namatula kilichopo kata ya Namatula, ambapo jumla ya miti 200,000 ilipandwa, ikiwa ni sehemu ya juma la kuelekea siku ya maadhimisho ya misitu duniani pamoja na kampeni ya upandaji miti kitaifa ambayo inatarajiwa kuanza Machi 18 hadi 21 mkoani hapa. Upandaji wa miti unatusaidia kupambana na magonjwa ambayo yanapatikana kupitia kwa njia ya hewa. Inatupatia afya nzuri, kama hivyo kivuli tunapata. Hata wamama tumekuja hapa tunauguza wagonjwa, tunaweza tukakaa kwenye kivuli. Itasaidia kutunza majumba yetu tukipanda miti pembeni ya majumba yetu. Mkuu wa wilaya ya Nachingwea Mohamed Hassan Moyo akizungumzia zoezi la upandaji miti na kuelekea katika maadhimisho hayo, anasema wilaya hiyo imepanda miti kwa zaidi ya 52%. Tunatambua maelekezo ya serikali kwamba tunatakiwa tupande miti isiyopungua 1,500,000. Tumepiga hatua zaidi ya 52%. Ukiangalia uoto uliopo katika halmashauri ya Nachingwea unakuta kuna uoto aina ya miombo ambao umeendelea kutunzwa, ambao unakwenda sambamba na ufugaji wa nyuki. Maadhimisho ya misitu duniani pamoja na kampeni ya upandaji miti kitaifa yanatarajiwa kufanyika katika wilaya ya Lindi. Kutoka wilayani Nachingwea mkoani Lindi, Aidan Mhando, Channel 10. Haya, kutoka Nachingwea huko, jeshi la magereza limezindua programu maalum ya mafunzo ya kuwajengea uwezo maafisa mapokezi ya wafungwa wapatao 130 kutoka magereza yote nchini, ikiwa ni utekelezaji wa mapendekezo ya Tume ya Rais ya Haki Jinai pamoja na mambo mengine lilipendekeza marekebisho katika vyombo vya utoaji wa haki. Mafunzo hayo yameeleza kuwa yamefunguliwa na Waziri wa Mambo ya Ndani Patrobas Katambi, ambaye amesisitiza washiriki kuandaa raia wema kupitia mafunzo hayo, kujifunza masuala ya sayansi na teknolojia na kuitaka jamii kwa ujumla kupambana na mmomonyoko wa maadili ambao umekuwa chanzo cha matukio mengi ya uhalifu hapa nchini. Akizungumza wakati wa ufunguzi wa mafunzo hayo, Kamishna Jenerali wa Magereza Jeremia Katungu ameweka wazi ushirikiano uliopo kati ya magereza na taasisi za elimu katika zoezi zima la urekebu, huku baadhi ya washiriki wa mafunzo hayo wakitoa na kupongeza hatua ya mafunzo hayo. Tupate nafasi ya kutazama na kusikiliza. Niwahakikishie kuwa serikali itaendelea kutoa rasilimali fedha na kuchukua hatua mbalimbali kwa kufanya maboresho kwenye taasisi zilizoko kwenye mnyororo wa haki jinai, ikiwemo jeshi la magereza. Natoa rai kwa jeshi kuendelea kuchukua hatua zinafanya na kuhakikisha kwamba wanakuwa wafungwa wanapata ujuzi na stadi ambazo zitawasaidia kwenda kuwa raia wema. Lakini pia wafungwa wa kutumia fursa ya kushiriki mafunzo mbalimbali yanayotolewa na taasisi za mafunzo na elimu nchini. Miongoni mwa jitihada ambazo zimekuwa zikifanyika pamoja na kuandaa mitaala mipya kwa ajili ya utoaji wa mafunzo kwa watumishi, na mitaala hii Mheshimiwa Waziri tayari imeshaanza kutumika, lakini pia tumekuwa na mashirikiano na taasisi mbalimbali zikiwemo za serikali, kwa mfano Mamlaka ya Elimu na Mafunzo ya Ufundi Stadi ya VETA, Chuo cha Uhasibu Arusha na Taasisi ya Elimu ya Watu Wazima. Kwa urahisi wa kuwarekebisha wafungwa magerezani katika wakitoka wakawe raia wema huko nje, kutokana na kwamba walipoingia magerezani walikuwa wanaonekana hawafai katika jamii, lakini wakitoka watajifunza vitu vingi na kuonekana raia wema katika kukomaa kiuchumi na maadili kwa ujumla. Ya haki za binadamu unapompokea mfungwa, lakini masuala ya maadili unapokwenda kumpokea mfungwa na wale mahabusu wanapoingia gerezani, kwa maana kwamba wanaingia mahabusu anaingia mfungwa pale akiwa ni mfungwa, lakini ana haki nyingine zake ambazo hazihusiani moja kwa moja na kesi ambayo imemleta gerezani.
Haya, huko mkoani Kilimanjaro tunaambiwa kuwa Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA mkoa wa Kilimanjaro limewataka viongozi wa dini wakiwemo mashehe, maimamu, walimu wa madrasa kuzingatia maadili kwa kushikamana na mafundisho ya Qur'an ili kusaidia kujenga kizazi chenye maadili mema katika jamii. Taarifa zaidi tuungane na mwanahabari wetu Ahmad Nandonde. Akizungumza wakati wa kuhitimisha usomaji wa Qur'an kwa watu wazima uliofanyika katika uwanja wa BAKWATA mjini Moshi, Shehe wa BAKWATA mkoa wa Kilimanjaro Alhaji Shabani Mlewa amesema ni muhimu kwa viongozi wa dini kuwa mfano bora kwa waumini kwa kuishi kwa kufuata mafundisho ya Qur'an na kuhimiza maadili mema. Mwenyezi Mungu wakati ametuletea hii Qur'an alitaka tuongoke. Tusomesheni sana Qur'an kwa watoto wetu, na hii naamini ndio itawatengeneza watoto kuwa na tabia njema. Naye mkuu wa wilaya ya Moshi Godfrey Mzava akimwakilisha mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro Nuruddin Babu amewataka viongozi wa dini pamoja na jamii kushirikiana na serikali kufichua na kupambana na vitendo vya ukatili ili kulinda usalama wa watoto ndani ya jamii. Kwa hiyo pia tuchukue fursa kulea jamii yetu, watoto wetu na vijana wetu. Tuepuke haya matendo kwa sababu yanaacha maumivu miongoni mwa jamii, baadaye yanatengeneza uasi na kuumizana. Kwa upande wake afisa da'wa mkoa wa Kilimanjaro Ramadhan Khamis ambaye ni mwandaaji wa mashindano ya Qur'ani amesema jamii inapaswa kuishi misingi ya dini kwa kuwapatia elimu ya kitabu kitakatifu cha Mwenyezi Mungu, kwani kufanya hivyo kutasaidia kukuza jamii yenye maadili. Leo tunaona wenzetu Dar es Salaam walivyokuwa na hamasa ya Qur'ani, wanapopenda Qur'ani, basi tuwekeni mkoa wa Kilimanjaro wa Qur'ani. Ili tuweze kudhibiti hii hali, lazima tujue mtoto anafika nyumbani kwa wakati gani kulingana na mabadiliko. Ningependa kuwahimiza wazazi pia tuwapeleke watoto madrasa, kwani mtoto anaposoma madrasa anaepukana na mambo mengi mtaani. Ahmad Nandonde, Channel 10, Kilimanjaro. Asante Ahmad Nandonde kutoka kwa mkoani Kilimanjaro. Na ndio tamati ya habari za kitaifa na kimataifa usiku huu leo. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea hapa tutakuja kuangaza habari za biashara na uchumi. Endelea kutazama Channel 10 Plus. Mimi naitwa Juma Mohamed.